Inaonekana leo kwamba watu wengi wanataka kubadilisha dunia, mradi tu haimaanishi kubadilisha wao wenyewe. Wangependa dunia ifanye mambo kwa usahihi, lakini hawako tayari kuishi kwa njia hiyo wao wenyewe. Unajua, ukweli ni kwamba dunia yetu haitapata mabadiliko ya maana yoyote isipokuwa watu binafsi wakiri dhambi zao na kumgeukia Bwana kwa njia. Ndiyo maana Bwana hakutuambia tubadilishe utamaduni wetu. Alituambia tufanye wanafunzi. Mwanafunzi mmoja kwa wakati anaweza kuleta mwanga wa ukweli katika dunia yao yenye giza. Unajua, Ezra alielewa kanuni hii katika siku zake, takriban miaka 450 kabla ya kanisa kuanzishwa. Taifa la Kiyahudi lilihitaji kubadilika, lakini haingetokea isipokuwa watu binafsi wakiri dhambi zao. Sasa wakati Ezra anashughulika na hali ya kipekee inayohusisha watu wa Agano, watu wa Israeli, tunaweza kupata masomo yasiyopitwa na wakati hapa katika sura ya 9 na 10 kwa ajili yetu leo. Hata kabla ya Ezra kuondoka Uajemi kurudi Yuda, alijua kulikuwa na matatizo ya dhambi miongoni mwa watu wake. Na sasa kwamba yuko Yerusalemu, amepewa taarifa kuhusu moja ya matatizo hayo. Na ni hapa katika sura ya 9 na aya ya 1. Maafisa walinijia na kusema, watu wa Israeli na makuhani na Walawi hawajajitenga na watu wa nchi hizi na machukizo yao, kwa maana wamechukua baadhi ya binti zao kuwa wake kwao na kwa wana wao, hivyo kwamba kizazi kitakatifu kimechanganyika na watu wa nchi hizi. Sasa swala hapa si la kikabila au la rangi, ni la kiroho. Bwana alikuwa amekataza ndoa za mseto na waabudu sanamu wasioamini. Ezra anataja marufuku ya Mungu baadaye hapa katika aya ya 11. Nchi mnayoingia kuimiliki ni nchi isiyo safi, na uchafu wa watu wa nchi hizo na machukizo yao ambayo yameijaza. Kwa hiyo msitoe binti zenu kwa wana wao, wala msichukue binti zao kwa wana wenu. Hivyo ndivyo walivyokuwa wameanza kufanya. Kwa kweli, hata viongozi wa Kiyahudi na maafisa walikuwa wakiasi amri hii wazi. Sasa kwa habari hizi nataka uangalie kile Ezra anafanya, na nataka kuonyesha kupitia matendo yake hatua 4 za kuchukua katika kujibu dhambi kwa usahihi, na hii inaweza kutumika kwako na mimi leo. Hatua ya kwanza ni huzuni. Ezra anareact mara moja kwa habari hizi, na anaandika hapa katika aya ya 3, mara tu niliposikia haya, nilirarua vazi langu na joho langu na kumwoa nywele kutoka kichwani mwangu na ndevu na kukaa nikiwa nimepigwa na butwaa. Sasa kurarua nguo ilikuwa ni ishara ya kawaida ya huzuni. Kung'oa baadhi ya nywele zake kulionyesha mshtuko. Ameshikwa na butwaa na dhambi hii. Ameogopa sana, na kile inachomaanisha ni kuambie, ni pale tu tunaposhikwa na butwaa, mshtuko na hofu juu ya dhambi zetu, ndipo tutakapofanya chochote kuhusu hilo. Sasa aya ya 4 inatuambia hapa kwamba watu wengine pia walitetemeka kwa maneno ya Mungu wa Israeli. Wanaogopa hukumu ya Mungu, na kwa kweli labda walikumbuka kwamba utumwa wao wa hivi karibuni ulikuwa matokeo ya nini? Uabudu sanamu na uasi dhidi ya Mungu. Basi jioni hiyo hiyo Ezra anaandika katika aya ya 5, nilianguka magotini na kunyosha mikono yangu kwa Bwana Mungu wangu. Nataka kuita hatua hii ya pili katika kujibu dhambi kwa usahihi kukiri. Ezra anaomba hapa katika aya ya 6, Mungu wangu, nina aibu na ninatahayarika kuinua uso wangu kwako, Mungu wangu, kwa maana maovu yetu yamepanda juu kuliko vichwa vyetu, na hatia yetu imefika mbinguni. Hiyo ndiyo ninaita kukiri dhambi. Tazama, Ezra anaelewa hilo. Kinachofanya dhambi yao kuwa mbaya sana ni kwamba Mungu alikuwa amewaonyesha rehema hivi karibuni kwa kuwaruhusu kuishi na hata kurudi hapa katika nchi yao. Lakini sasa tazama, wanajifurahisha kwa kuana na watu wanaoabudu miungu mingine ambao wanatenda aina zote za uasherati kwa jina la Mungu wao. Nataka uone kile Ezra anakiri hapa sasa katika aya ya 13. Umetuadhibu chini ya maovu yetu yanavyostahili,
Ninawajua watu ambao hawatubu kwa sababu wanafikiri Mungu ni mgumu sana kwao. Lakini wale wanaotubu kwa kweli wanatambua Mungu hakuwa mgumu kwao kama angeweza kuwa. Vema, kujibu dhambi ipasavyo si tu kunahusisha huzuni na kukiri, lakini pia kunapelekea hatua. Sala ya Ezra ya kukiri inatolewa sasa hadharani mbele ya hekalu. Na kwa kweli aya ya 1 ya sura ya 10 inaonyesha watu wengi hapa wanaanza kulia. Wanajikusanya karibu na Ezra na kuanza kuomboleza juu ya dhambi zao. Na mmoja wao, mtu anayeitwa Shekina, anasema kwa Ezra hapa katika aya ya 2, tumekosa uaminifu kwa Mungu wetu na tumeoa wanawake wa kigeni kutoka kwa watu wa nchi. Lakini hata sasa kuna tumaini kwa Israeli licha ya hili. Kwa njia hiyo ni theolojia nzuri sana. Kuna tumaini kila wakati kwa wenye dhambi wanaotubu, haijalishi walichofanya, ikiwa watakiri dhambi zao. Shekina anaendelea kupendekeza kwamba watu wanahitaji kufanya agano na Mungu ili kuwaacha wake zao wa kigeni. Kwa maneno mengine, anasema, unajua, tunapaswa kuwa makini kuhusu kubadilisha maisha yetu. Sasa sijui mengi kuhusu Shekina, lakini alikuwa mtu jasiri kwa kuwa tayari kubadilisha maisha yake na hata kuwahimiza watu wengine kubadilisha yao pia. Basi Ezra anawafanya watu wape kwamba watavunja ndoa hizi. Kisha baada ya kufunga usiku kucha, Ezra anatoa tangazo akiwaita wote wakusanyike Yerusalemu. Siku 3 baadaye, wanapokutana Yerusalemu, mvua inanyesha kwa nguvu. Ezra anahubiri huko nje wazi wazi, na anahubiri kwa nguvu kubwa. Katika mahubiri yake anasema hapa katika mstari wa 11, sasa basi fanyeni ungamo kwa Bwana Mungu wa baba zenu, na fanyeni kama itakavyokuwa. Jitenganisheni na watu wa nchi na kutoka kwa wake wa kigeni. Sasa nataka mzingatie kuwa hii ni hatua ya kipekee hasa kwa taifa la Israeli wakati huu wa kipekee. Hii si ushauri kwako leo kwenda na kumtaliki mume au mke wako ambaye hajaokoka. Kuna vifungu katika Agano Jipya vinavyotuambia nini cha kufanya katika hali kama hizo leo. Na ikiwa unataka kuangalia mbele kwa njia, unaweza kusoma 1 Petro 3 ambapo mke wa mume asiamini anahimizwa kumheshimu na kumshinda kwa Injili bila hata kusema neno. Tuna rasilimali kwa njia inayoitwa kwa heri au kwa shida inayotokana na kifungu hicho, ikiwa ungependa kuwasiliana nasi kwa maelezo zaidi. Naam, watu wa Israeli hapa wanahisi hatia. Wanakiri dhambi zao. Kisha wanabadilisha maisha yao, ambayo kwa njia inaonyesha toba ya kweli. Sasa mabadiliko haya hayatatokea mara moja. Kwa kweli, kesi za kibinafsi zitahitaji kuchunguzwa. Baada ya yote, ikiwa mwenzi wa kigeni anakuwa mfuasi wa Bwana, ndoa hiyo inaendelea hapa tena. Nataka ukumbuke Boazi ambaye alioa mwanamke wa kipagani aliyeitwa Ruthu, aliyekuwa mwabudu sanamu. Sasa kuna hatua moja zaidi inayohitajika katika kujibu dhambi kwa usahihi. Tulizungumza kuhusu huzuni, kukiri, kitendo. Kuna moja zaidi, na nataka kuita hatua hii ya mwisho uwajibikaji. Unaona, nusu ya mwisho ya sura ya 10 ni orodha ya wanaume ambao walikuwa wameoa wake wasioamini, waabudu sanamu. Na wacha nikuambie, orodha hii ya hadharani ya wanaume 113 wa Kiyahudi iliyotolewa hapa itatosha kuwafanya wawajibike. Hawataki majina yao yawe kwenye orodha hii kwa muda mrefu. Wengi wa wanaume hawa walirudi kwa Mungu kwa toba, na ndivyo tunavyopaswa kufanya leo, wapendwa. Ukweli ni kwamba sisi sote tunatenda dhambi. Swali ni, tunajibu vipi? Basi hebu tuchukue hatua hizi, labda hata leo. Huzuni, kukiri, hatua, wajibikaji. Na hiyo inaturudisha kutembea katika ushirika na Mungu. Basi kwa hayo, muda wetu umeisha. Mpaka wakati mwingine, wapendwa, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi nyote. Amina.